The Lord's Prayer. Sala ya Baba yetu aliye mbinguni. Amen. Amen. Ndio vile inavyojulikana. Leo ni siku ya Sunday ya mwisho kama vile msimamizi alisema. Ya kumaliza mwaka huu wa 2025. Na nilifikiria labda tufanye evaluation kidogo. Na kwa sababu ni Sunday ya mwisho. Tathmini. Tuweze kutathmini kidogo. Na tathmini nzuri zaidi. Ni ya mtu kipekee. Hallelujah. Kwa sababu wewe ndio unajua kabisa kitu ambacho umekifanya mwaka huu ambacho hakikuwa kizuri au kilichokuwa kizuri. Mwaka huu sijui kama tunakumbuka sote neno letu la mwaka huu lilikuwa nini? Na kama anaanza kukumbusha? Je, what was our word of the year 2025? You have forgotten? Yeah, okay. Niulize mtu nani? Evangelist ndio ninaona namsaidia. Baba saidia watu wote. Watu wengi wamesahau. Mshamwambia? Neno letu la mwaka huu, you have been told you know it now, our way of living. Neno letu la mwaka huu lilikuwa neno gani ambalo tulikuwa tumesimamia kwa halo? Kwa sababu kila mwanzo wa mwaka huwa na neno ambalo tunalisema mwaka huu neno letu kabisa litakuwa kwa ajili ya. Hilo neno lilikuwa nini mwaka huu ambao tunamaliza 2025? Kile neno limesema ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe. Haleluya. Amen. Hili ndio lilikuwa neno letu la mwaka. Na katika maneno haya mara nyingine tunayoyasema yanakuwa ni ya muhimu sana. Na tumepata besi zake fasi gani? Basi ambayo ilikuwa sehemu gani? Evelyn, do you still remember? Au kuvuki? Neno hili ya kwamba ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama vile mbinguni. Hili ndio lilikuwa neno letu la mwaka huu. Na hili neno linapatikana wapi? Ilikuwa katika Lord's Prayer. Ila ambayo tumemaliza kusoma sasa hivi ndio kwenye tumetosha lile neno la mwaka huu. Haleluya. Sijui kama sisi wote tumesoma. Nafikiri ilikuwa easy kabisa kujua kwamba wapi limetoka hili neno. Kwa sababu tuliposoma hii Lord's Prayer tumesema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje na mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama vile mbinguni. Neno hili tumesema mengi kwa ajili ya neno hili. Ni hata maswali tumejiuliza, kwa sababu gani Yesu amesema ya kwamba ufalme wako uje? Kwa sababu aliyewafunza maombi haya. Why is it that God said your kingdom come? Because who taught this prayer? Because the one who taught this prayer ni Yesu mwenyewe. Is Jesus himself. Mwana wa Mungu. The Son of God. Akasema ufalme wako uje. He said your kingdom come. Ndio maombi ambayo
letu la mwaka huu wa 2025. So within this church, we feel that let this word be our theme or word for 2025. Na ilikuwa na maana gani kwetu? And what meaning does it have for us? Kulingana na jina la kanisa, To align with the name of the church, kulingana na maono ya kanisa, to align with the plans of the church. ilikuwa neno muhimu sana. It was a very important word. Amen. Lakini jambo moja ni hili, But one problem is this: ya kwamba maneno yote tunayoyasema all the words that we say hayatakuwa na effect, hayataleta matokeo zaidi katika maisha yetu it will not bring the results within our life ikiwa hatutaliamini na ikiwa hatutalitia in practice. if we do not have faith regarding it, if we do not put it into practice or action. Amen. Kama hatulitie katika action, If we do not put it in action, kwa nini tuombe ufalme wako uje? why should we pray your kingdom come? Haleluya. Kwa nini tuombe kwamba ufalme wako uje? Why should we pray your kingdom come? Na kama tunaomba ufalme wako uje, If we are praying for your ni kingdom, kitu gani ambacho tunataka kukiona? what is it that we want to see? Haya ni maswali na mambo ambayo labda sisi wote kila mtu anaweza kujiuliza katika roho yake. That is a question that maybe we can all ask ourselves within our spirit. Kabla hatujaendelea, hata tuulize hili swali. Before we go through whether we ask this question, Siku ya Christmas inajulikanaje? on the day of Christmas, how is it known? Mtu mmoja ametoka, sijui alikuwa miaka mingi sana iko porini mfano. There's one person who spent a lot of time Ile bush somewhere ambayo hakuwa anakutana na watu. and he wasn't eating, they weren't eating. Na siku moja tu huyo mtu anakuja kutokezea. And then one day this person just comes forward. Anatokezea is on the 24th au tuseme on the 25th ya Christmas, siku ya Christmas. And he just says on the 25th of December that will be Christmas. Anakuja anafika siku ya Christmas. And he reaches the day of Christmas, the 25th of December. Anaweza kujua je kwamba hiyo siku ni siku ya Christmas? How will they know that that day is the day of Christmas? Okay, kwa lugha nyingine, Okay, give it another language. kama ni siku ya Christmas, If it's the day of Christmas, je, kuna kitu kimoja ambacho kinakuwa kinabadilisha yenye labda kama saa jua linaamka ni saa 12 ama nini kiniki, unaweza kuwa kitu moja kenye kinafanya ya kwamba hii siku hii ijulikane ya kwamba ni siku ya Christmas. is there something that makes that day be known that it's Christmas, whether it's the sunrise or Kama ni kupamba, mapambo yenyewe inaanza hata mbele ya Christmas. if it is The decoration about Christmas. the decorations happen even before Christmas. Kama unaweza kujua Christmas ni kwa sababu ya mapambo, ina maana kwamba hata ukienda siku ya 24, 25 wanakuwa tayari imeshapamba pamba, malaiti zishakuwa na nyumba zingine. If you know decorations as a sign of it being Christmas, that means even on the 23rd, the 24th, those days are known as Christmas. Kwa hiyo ni nini ambacho inaweza kutufanya tujue leo ya kwamba leo ni siku ya Christmas? So what is it that can make us know that today is the day of Christmas? Kwangu mwenye hajui. For somebody that doesn't know. Je, kuna mabadiliko ya jua inatoka kwa kipande ama namna gani? Is it the weather or the sun that is different? Au wakati inafika saa 6 hivi ni Christmas ndio unaona inaandikwa kwa sababu ya kule Christmas hii inaandikwa hapa. Once it reaches 12 a.m. and it says Christmas in the sky. Hivi vyote sio hivyo. All of these stuff are not the reason or sign. Kujua Christmas To know Christmas kwa sababu tunaambiwa, is because we are told, tunajua ni Christmas we know it's kwa Christmas, sababu iko ndani ya Biblia. and because it is within our hearts. Haleluya. Amen. Siku ya Christmas iwe siku ya New Year, jua linatoka kama vile jinsi linatoka siku zote. On the day of Christmas or New Year, the sun comes out as it does every other day. Na siku inaingia kama vile jinsi inaingia siku zote. And the night comes in as it does Kama every day. itakuwa joto itakuwa ni joto siku kama vile siku zote. Whether it is hot just as it is meant. Lakini sehemu ambapo tunajua ni leo ni Christmas, The reason that we know that today ni is ndani ya Christmas mioyo yetu. is because it is within our hearts. Haleluya. Ni ndani yetu ndio tunajua ya kwamba hivi leo hii siku hii ni siku ya Christmas. Within our hearts, that's why we know that today is the day of Christmas. Na ukishajua kwamba ni siku ya Christmas, If you know that it is the unaanza kufikiria
ndani yetu. Let us have it within our Acha hearts. tusome katika kitabu cha Luka Let us read the book of Luke, sura yake ya 17. chapter 17. Kitabu cha Luka sura yake ya 17 Luke chapter 17, na mstari wake wa 11. verse 21. Luke chapter 17, verse 21 says, "Nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you." Amen. Amen. Kwa kujua kwamba leo ni siku ya Christmas, To know that today is the day of Christmas, ni sisi ambao iko ndani ya mioyo yetu. it is within our hearts. Baraka baraka wakikuwa wako hao kwa kazi kule, Other times hata when, siku ya New Year labda hawataijua. even maybe the day of the year, they won't know. Inapita tu hivyo. Hivi New Year ilikuwa leo hata birthday zetu. It just passes and it's like, oh, apparently Mara nyingine inapita hivyo. it's our birthdays. Hao watu wanataka vizuri nasema hapa leo ni siku ya birthday ya. Oh, kumbe. Ndio nakumbuka sasa. These are the ones that will know today is the day of your birthday. Lakini wao iko ndani ya mioyo yao, iko ndani yao. But with the youth, it is within Kwamba our leo hearts. ni siku ya birthday ya papa. That today is Leo ni siku ya birthday yangu. today is today my birthday. Na kwa birthday yake atakuja kuuliza sasa, papa, leo kesho au kesho kutwa ndio birthday ya mama. Kwa mfano, And for example, they will come and say, tomorrow is mom's birthday. hiyo siku haipaswi ndio iko ni siku kawaida sawa zingine siku. It is a day that is usual just like other days. Lakini sisi ambao tunajua iko ndani yetu, tunayajua iko ndani yetu, But us who have it within our hearts, we know that it's ndio within our hearts. tunaipatia thamani That's how we give it kulingana na yale matendo ambayo tunayatenda. to align with the will that we have. Birthday yangu kweli kabisa, familia yangu ilifanya mambo maajabu kwa ajabu. Ilikuwa birthday nzuri kabisa. That for my birthday, my family did a lot of stuff. It was surely a good birthday. Walininunulia saa, They bought me a watch. walininunulia kitu fulani. They bought me this. Iko ndani ya watu It is within na watu wanaipatia thamani. and they give it purpose. Yesu akasema ya kwamba ufalme wako uchi. Jesus said, your kingdom come. Amewaambia wanafunzi wake He told his kama disciples, vile anavyotuambia na sisi leo. as he tells us now. Lakini namna gani, But ni mambo gani ambayo tunayatenda sasa? What are the things that we do, the action tunayokamata what are the actions that we take kwa ajili ya kukamilisha, to remember, kwa kuonesha, to show, kwa kudhihirisha, to show show ya kwamba huu ufalme wa Mungu that the kingdom of God uko ndani yetu. is within us? Haleluya! Matendo tunayoyatenda What actions do we take? ndio inamaanisha kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yetu. That means that the kingdom of God is within us. Kama vile siku ya birthday Just like ni siku kama vile siku zingine, lakini ni yale mambo ambayo tunayafanya ambayo inainua hiyo siku ya mwenye siku yake ambaye amezaliwa, kumbukumbu ya siku yake ambaye amezaliwa, aweze kuona ya kwamba kweli siku ya birthday yangu haikuwa nzuri sana. Haleluya! Hakuwa joto hiyo siku, lakini kwa yale ambayo watu watamtendea itatuma yeye hiyo nacho ndo hata kumbuka, hata sema ilikuwa siku mbaya kwa sababu ilikuwa na joto, maana akasema ilikuwa nzuri sana kwa sababu ya vitu vyenyewe, hata kama joto ilikuwa hivyo hivyo katika ufalme. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 4, tuangalie hiyo Wakorintho wa kwanza na mstari wa 12. What do you want? Shall I come to you with a rod or in love and for 1 Corinthians chapter 4 verse 20 says, for the kingdom of God is not in word but in power. Amen. Amen. Ufalme wa Mungu The kingdom of God, kama tunautamani, if
PowerPoint right there. Na power iko pale. The power is there. Lakini haina effect kama hakika connect hapo kitu moja kule kama ni simu zetu na ile simu yaanze kwa na ile power yaanze kusupply charge kwa simu zetu. But it has no purpose or it has no effect if we do not plug in a charger and connect our phone and that phone gets charged. Hivyo hivyo ufalme wa Mungu. And just like that is the kingdom of God. Hallelujah. Ufalme wa Mungu hata tuweze kuwa connected. The kingdom of God, let us be connected. Kama tunausema na tunadai ya kwamba tunaishi ufalme wa Mungu, hata tuweze kuwa connected. If we say that we live in the kingdom of God, let us be connected. Na tuweze kufanya matendo. And do the actions. Tumefanya sala ya Bwana hapa, tumesoma tukikamata kama leo na hobi tumeisoma. We've taken this word and we have read it. Lakini tulipouliza ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, iko fasi gani hatuwezi kukumbuka. But when we say your kingdom come, your will be done, where is it? Baada ya kusoma, Before reading. kwa hiyo hata yale tunayoyasema, hata tunayoyasoma hayatakuwa na maana kama hayako ndani yetu. So even if we say it, even if we read it, it doesn't have any meaning if it is not coming from within us. Hallelujah. Amen. Na hata tunaposema neno la Bwana, And when we say the word of the year, halitatusaidia sana it will not help us kama vinaishia tu kwa kidogo, if it just ends at our mouth. lakini tuweze kuitia katika maana fulani. But let us give it meaning. Hallelujah. Na kama tunaipatia maana fulani, And if we give it that meaning, ndio itasaidia tena. Wanaofaidika ni sisi, sio Mungu anayefaidika, lakini ni sisi tunaofaidika. it is not God that is benefited, but it is us who receive the benefits. Wanaweza sikia sana. Amen. Mungu ametutayarishia mambo mengi yaliyo mazuri God has given us many things that are good, na ambayo inatusaidia sisi wenyewe tena. that helps us ourselves. Hata katika kutoa huko, Even in the practice of giving offerings. mara nyingine hata Biblia inasema kwamba Mungu yeye sio maskini, The Bible says that God is not poor, lakini tunampatia yeye, tunamtolea but we give to Him, we give ili to tuweze Him. kuonesha alama ya recognition, alama ile ya acknowledge makuu ambayo Mungu anatutendea. So that we can recognize and appreciate the stuff that God has done for us. Hallelujah. Tumemaliza Thursday, tulikuwa tunasherehekea siku ya Christmas. Thursday we're celebrating the day of Christmas. Hata Sunday iliyopita wahubiri wametuhubiri vizuri sana, Even the Sunday that passed, our preacher preached the good word. ambao temi yetu ilikuwa ya kwamba tumeiona nyota yake mashariki na tumekuja kumwabudu. That the term of we have seen the star in the east and we have come to worship Him. Hallelujah. Na wahubiri wamesema maneno ambayo na mimi tena leo napenda niweze kuisisitiza yale ambayo wamesema. And the preachers have said good words that even today I would like to repeat it. Wale wa majusi walikuwa mbali. The wise men were far away. Nimemsikiliza mhubiri mmoja ambaye amesema ya kwamba wale wa majusi watatu ndio wamejulikana. Walikuwa wengi lakini walijulikana waweze kuja kumwabudu, waweze kuja kule Yerusalemu. I've heard the preacher who said that there were many wise men, but there were three who were known that had come to worship Jesus. Mmoja alikuwa mtu mwenye kutoka Ethiopia, One was from Ethiopia, na mwingine alikuwa ametoka India, and another one was from India, na mwingine alikuwa ametoka Iran. and another had come from Iran. Ndio hao watu watatu hao. Those were the three. Kati yao kulikuwa hata Myahudi. Within them there was not even Jews. there were not any Jews. Lakini walipofika wao, But when they arrived, wale ambao walikuwa wamesikia mambo ya ahadi ya Mungu, those who had heard about the birth of Jesus, wale ambao walikuwa wametabiriwa siku za zamani, those who had been warned about the time of in the old time, that had been the warned, ancient time or old time, those who had been warned in the ancient times, ya kwamba mfalme atazaliwa, that a king would be born. walikuwa wako hivi tu, They were just, lakini watu kutoka mashariki but the people came. ndio walikuja kuambia habari tena. They came and gave Na kwamba sisi tumekuja, tumeona nyota yake huko mashariki that we have seen his star in the east, na tumekuja kumwabudu. and we have come to worship him. Mfalme
waandishi wa makuhani na waandishi, mje kwanza mnisikilizie habari kwanza. He calls his workers and say, tell me about this word, listen to this news. Namwambia sasa, mfalme, hiyo ni kweli. They tell him, king, this is true. Kutazaliwa mwingine mfalme. Another king will be born. Na huyo atazaliwa katika Bethlehem. Ndio manabii walivyoandika. And he will be born in Bethlehem. Kanisa la Mungu. Church of God. Tunaweza kuwa tunasema kwa ajili ya ufalme wa Mungu. We may be saying that, speaking about the kingdom of God. Lakini mara nyingine hauko ndani yetu. But other times it is not within us. Uko nje yetu. It is outside us. Na hivyo hatutajua alama. And we will not truly understand. Ikiwa tunaishi If we are living maisha ambayo ufalme tunausema tu kwa kinywa, lakini hauko ndani yetu. a life where we are just saying the kingdom of God with our mouths, but it's not Mfalme within us. aliposikia mwende huko Bethlehem, ndio kwenye tunajua kwamba mtoto atazaliwa huko. King Herod said, go to Bethlehem. Biblia inasema kwamba walipoondoka kutoka kwa Herodi, The Bible says that when the wife yule nyota tena akatokea, that star then came forth again. na wakawa na furaha tena. And they had exceedingly great joy. Haleluya! Waliona mambo manne ambayo napenda nirudie kwa hayo. They saw four things that I want to touch base on again. La kwanza waliona, The first thing they saw, tunaweza kuwa hapa tunaona makuu ambayo Mungu anatutendea. we may be here and we see what God has done for us. Lakini kwetu iko nje ya sisi. Ufalme wa ndani yetu. But it is outside of us. The kingdom of God should be within us. Waliona nyota They saw the star. kama vile na sisi tunavyoona mwanga wa Kristo. As we see the presence of The light of Christ. the light of Christ, Tunaona mwanga katika maisha yetu sisi wote. Tunaona mwanga wa Kristo, na ndio maana tunaitwa wa Kristo siku ya we leo. see the light of Christ, we feel the light of Christ, and that's why we are called Christians. Baada ya kuona nyota, After seeing the star, waliingia kwenye hatua they entered action action. They took ya action kufuata ile nyota. to follow that star. Waende sehemu ile ambayo hiyo nyota wameiona. To go to where they have seen that star. Haleluya! Wakaifuata hiyo nyota. They followed that star. Zeweka ndio tuhubiri katika siku ya Christmas. Past that bridge, Katika safari during that journey, kuna mipando there are hills na kuna sehemu za kushuka. and there are times to go down. Katika safari ya ufalme, During the journey of aidha utake usitake, whether you want, kuna sehemu ambayo tuko tunapanda there are times when we are na going kuna up, sehemu ambayo tuko tunashuka. and there are times when we are going Katika down. safari yetu ya kwenda mbinguni, Within that journey to go to heaven, wapendwa, beloved, tukumbushane let us na remind kwamba you kuna wakati mwingine tunakutana na majaribu. that there are times when we will be faced with Hata problems. wao wanajuzi. Even the Imagine mwenyewe huko unafuata nyota. imagine that you Suddenly ile nyota inawapotea. suddenly that star vanishes. Uko naenda fasi yenyewe haujafikaka. You are going to a place that you have not been before. Labda siku hizi uko na telefoni ya mtu mwenyewe uko naenda kwako. Maybe these days you have the phone number of the person that you are going to. Suddenly unakuwa unamuita huyo mtu hakujibia tena. Suddenly you are calling that person. Sasa ulisha kwa lako kuea kote uisha deni. Maybe you're already at the airport. Mimi nimepita maisha kama hayo. I have Na experienced, sio safari hata moja. and it's not just me once. Tunaenda na ndugu yangu katika safari fulani. I go with my friend. Yeye yuko na mambo ya jinsi tutakavyotembea. Everyone that has the map. Yeye ndiye amepewa habari zote za namna safari itakavyokuwa. They have been given all the news about how the journey will go. Tunafika sehemu kule tu hivi na mtazama kwenye alipata kuja hafiki. We reach the destination, and I look at the place where we'll get to. Nimewahi kusema habari hizi I believe I wakati said ambapo nilikuwa niko naenda South Africa. when I was going to South Africa. Nilikuwa na ndugu yangu ambaye yeye ndiye alikuwa na information ya kule kwenye tunaenda. I was with my friend who had information about where we were going. Lakini tulipatana tuweze kukutanana Karago. Tuko tunaenda South Africa, tunaenda na bato na ship. But and we had plans to meet in Karago, but
mmoja hapa analeta Karagwe Tanzania. Nasubiri kwenye nani bahari kwa bado kinji kavu kwamba ship iko nakuja maybe 1 hour after. I'm thinking that the ship is coming maybe in an hour. Yeye naye alipasha kuja na gari ya piki la gara ndio akuje sasa alikutane pale Karagwe. He was meant to take his car and go and take a destination to meet me in Karagwe. Nakaa hapo As staying there, kuangalia simu. looking and I can't see him. Bado ship inakuja kufika. The ship arrives. Je, niende kule? Should I go there Au nibakie hapa? or should I wait here? Okay. Maozi kakuja labda kule anaweza kuwa change mind, amekuja sasa na hapo. The thought that came maybe to get a Acha change. nitaenda kushindana ndani hapa. Let me meet with him in the ship. Nikapanda kwenye kamtumbwi ambapo alikuwa anapeleka watu kwenye ship. I went to the thing that was taking people to the ship. Nafika mule simuoni. I entered the ship and I can't see him. Kakiza kanaanza kuingia nika usiku. The darkness decided to come close. Mule nilianza kuita jina. Na mnaita kwa jina na mimi sijapata wapi. Niko naita na watu wako wengi. In there I'm calling his name and there are many people in the ship. Nazunguka naenda nyuma kule, nazunguka katikati ya watu, napanda juu, nashuka chini, simuoni. I'm looking around, going up and going down. Kati ya siku ambazo nilienda kule mbele ya kushipe hivi, During that time when I went before the ship, kule kichwa ya shipu, kule kwenye inapaka inaelekea kule. to the end of the ship where it follows the direction. Nikakaa nikaanza kulia. I sat and I began to cry. Truly I did. Kwa kweli kabisa nilikaa nikaanza kulia. Truly I sat down and began to cry. Mimi sina habari ya yoyote ya kwenye tuko tunaenda. Nje yako Karagwe ilikuwa mwisho yangu ya mimi kufika hiyo sehemu. Sikuwa sijaendelea kule mbele. I had no information about where we were going. All I knew is I wanted to meet him. Katika safari hizi ambazo tumekuja mara nyingine ukiambiwa habari zote za hizi safari au mara nyingine hautaelewa hapo. Truly sometimes when you hear the journey, it's not. Lakini ni kweli mwanzo ya hiyo safari ndio mwanzo ya hata safari mimi iweze kufika hapa siku ya leo. But the beginning of the journey was the beginning of the journey that allowed me to be here today. Niende je? How shall I know? Habari za safari ni yeye ndiye yuko nazo. The information about the journey, Yeye ndiye ameandaliwa. he's the one that's been told. Amekuja toka Tanzania, tunaweza kwenda huko tunatafuta pesa kidogo na apende sasa. He just told me, can we go here? Yes, I went and found the. Nifuatilie mimi na nini habari zingine nitakupatishia huko mbele jinsi tutakuwa msafara. Where are we going? I'll tell you all that information while we're on the Aliye na habari haonekani tena. The one who has Niliingia information. siku hiyo kabisa. Kachukulia kabisa. Niko leta na mwacha mke wangu na mtoto ndani pachezaliwa hiyo. And I was going back to my wife. Sijui kama nishakwambia labda leo usiku na mama mlaki sililia hiyo siku. First time that she said that I cried that day Katika safari tukiona. during that journey that we had. Lakini furaha ni kwamba hata mwisho wa safari, hata hayo yote yalitokea safari, lakini leo bado mimi huku yumi nilikuwa hapa sasa. And the joy is that even though that everything happened during that journey, today I can Kwa share. majusi nao nyota inapotea. The wise men, and with the wise men, the star goes missing. Inapotea hawajui wale wanadamu. It has disappeared. They don't Lakini know. walipoenda kumuuliza mfalme, But when they went to ask, at least wakapata orientation. they at least found some orientation. Na katika ile orientation, wao wenyewe pamoja na orientation ambao wamepewa, waone tu hivi nyota tena haiwezi inatokea. And within that orientation direction they were given, they saw that the star had been found again. Je, umeona nyota katika ufalme wa Mungu Have you seen the star within the kingdom of God? ambayo ni mwangaza inayotuangazia katika njia tunayoitembea. Which is the sign that's giving us direction in the journey that we are going. Haleluya. Lakini hata katika huo mwanga mara nyingine giza nayo itatokea mara nyingine. And even within that light, sometimes darkness will still show up. Wanakumbuka wimbo mmoja ambayo nani ameimba, sijui kama ni nani, mama mmoja huko Amerika anaimba wimbo mmoja kwamba Mungu
Haleluya. Amen. Wapendwa, ikiwa sisi sote ufalme wa Mungu uko ndani yetu, tuishi maisha ya kupendeza, tuishi mapenzi ya Mungu. Haya ndio kuwa mara nyingi nawaambia watu tunaozungumza nao, ni mambo ya Mungu mie naona usiku wa leo roho yako inaenda. Tunajua mezani, tunajua kwamba tajiri mmoja yeye alijikusanyia mali mengi, akapata vitu vingi. Akasema sasa hivi sasa mimi nimepata kabisa ya kutosha. Mungu akamwambia mpumbavu wewe, usiku wa leo sisi mara nyingi wapendwa, acha tujitie kwa Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliye na uwezo, aliye na maisha yetu katika mikono yake. Kwa yale ambayo unayopata, wale wa majusi walipoona ile nyota wakafurahi sana, au ile joy walioipata, wakamwabudu mtoto aliyezaliwa. Mara nyingine tunakamata choices za hatari, watu wanakamata choices za hatari. Wanapopata pesa nyingi, nasema sasa hapa pombe nitaionyesha sasa. Nakumbuka watu wengi bado kule walikuwa wanaenda masehemu ya kuchimba mahoro huko. Wanapochimba wanapata horo nyingi. Acha warudie majira. Leo sasa, kwa sababu nimepata pesa nyingi, pombe nayo ndio inaangamia kabisa. Ulevi, mambo ya makahaba, kwenda kwa makahaba, usherati, ndio kwa sababu wamepata pesa nyingi. Wanasahau kwamba hata ile kupata ile gold, Mungu anawapatia. Badala ya furaha ya kupata ile gold, hiyo opportunity ya kumwabudu Mungu, kwa sababu yeye ndiye amewapa. Mbaya ni wakati wa kwenda katika mambo mabaya. Wamajusi walipoona nyota wakafurahi sana, nyumbani ambapo mfalme alikuwa amezaliwa, na walipofika mbele wakamwabudu Mungu. Mara nyingine huwa nasikitika sisi ambao tuko katika ufalme, inapofika wakati wa kumwabudu Mungu hatuwezi kumwabudu.
manufaa anaona. The one who is within the kingdom of God. Anayeona mwanga wa Mungu, anayeona the light of the Lord, anamwabudu Mungu. The one who sees the light of God worships him. Hallelujah. Na jambo lingine, baada ya ile furaha, baada ya kumwabudu, mioyo yao ikawasukuma waweze kumtolea. And before worshiping God, their hearts told them to give offerings. Wakamtolea vitu vya samani. They gave many offerings. Sisi sio kama ni mfano wetu sio wenyewe. Kama uko na birthday unaona watu wanakuletea gift, sio? If you're having a birthday, you see that people give gifts, right? Sio kwa sababu uko maskini, lakini ni ile furaha ya kwamba na wao wanashiriki pamoja na wewe katika furaha ya kueleza siku yako ya kuzaliwa. It is not because you are poor, but it is within that celebration and remembrance of the day you were born. Walipomwona mfano When they saw the king, wakamtolea. they gave offerings. Ikiwa furaha yako haikupeleki katika kumtolea yule ambaye amekutendea au shirika katika yule ambaye amekutendea hayo, If your joy is not taking you to give offerings or give thanks to the person who has given you these things, somewhere sehemu moja hapo ujiangalie vizuri. that means someplace, somewhere you need to look at yourself. Roho yako ina furaha tele kwa mwaka huu, My soul is very happy with this mwaka huu ambao tunamaliza, this year that we are finishing. na kwa sababu hiyo ilifanya kama vile naziri. And because of that, it had me. I said that I made like a vow. And because of that, I made a vow. Nitamtumikia Mungu I will work for God siku zote za maisha yangu. for every day of my life. Mwaka huu nimeumwa, nafikiri jinsi nimewaambia zaidi ya sijui kama nimewahi kwa namna hii. This year I have been inhaled a bit more sick than I have ever been in my life. Kweli umenisumbua, This leg truly gave me problems. lakini kwa neema ya Mungu, But because of the grace of God, haleluya, nimeuona uponyaji wa Mungu. I have seen the healing of God. Amen. Sio kwa sababu wakati ya maumivu sasa nikasema sio Mungu namna gani unaacha maumivu kabisa endelee kufanyia. Nilijua kwamba ni wakati wa kupanda mlima, lakini yeye bado ni Mungu kwenye milima na ni Mungu wakati mwaka huu nimepata neema ya kwenda kumwona mama. This year I received the grace to go see my mom. Tumeonana na mama tena. Yes, I have met with my mother again. Mwaka huu nimepata neema ya kupata hata kazi nyingine ambayo niko naitumika hapa sasa hivi ambayo ninaifurahia. This year I received even the grace of another job that I have until now and I'm happy with. Nitaendelea kumtumikia Mungu. I will continue to work for God. Nitaendelea kumtolea Mungu I will continue to give to God. kulingana na neema zake, Aligning with His, kulingana na upendo wake katika maisha yetu. aligning with His love in my life. Kwa mchungaji hapa Reverend alikuwa nikamwambia alisema kuna mchungaji mke wangu alinieleza siku moja kwamba wewe unatembeza train. Reverend said to me that my wife told me one time that you are driving a train. Ndio mchungaji nimepata neema. I told him that truly, Pastor, I have received that grace and you replied, truly that is a grace. Sababu gani siweze kumshukuru? Why should I not thank this God? Kwa sababu hata yeye amesema kwamba mke wangu aliponieleza, na kweli nilikutana na mke wake siku moja, niko na kile kinabeba. He said that my wife told me this and truly I met with his wife wearing Akaniuliza, the bag that we met. mchungaji, wewe hivi unatembeza train? Mungu akubariki kabisa. Kabisa. Hii sio aseme historia aseme na ni mambo ambayo mimi mwenyewe nimeyaishi. And this is not just a story, but this is something that truly happened to Na me. kweli nimesema hapa nimesema application zilikuwa 2,300.
ambao tulikuwa selected out of 2,300. At the end of the day, out of 2,300 people, we remained 31 cases. there were only 31 people who got accepted. Wapendwa, Beloved, Mungu anatutendea mengi. God does not. Na sio mimi tu. And it is not just Sisi wote jinsi tulivyo hapa. all of us as we are here. Mungu ametutendea mengi. God has done. Hata pumzi ambayo tuko nayo saa hizi. In this breath that we have in this moment, Waliona they saw na wewe umeona ushuhuda. Unao ushuhuda. and you have a testimony. Walikamata action wakafuata. They took the action by Na wewe kamata action ya kufuata. and you take the action by following. Na wewe furahi kwa yale ambayo Mungu amekutendea. And have joy with what God has done for you. Na katika furaha ya kumwabudu Mungu. And within that joy, worship God. Na baada ya kumwabudu Mungu, And after worshiping God, jua pia kumtolea. know how to give offerings to Katika God. safari milima ipo. Within this journey, there's hard times. Uko na mabonde pia iko milima, the mountain and also the valleys. Within this journey, there are mountains and there are also valleys. Katika safari hii kuna kupoteza nyota wakati mwingine, kuna usiku na kuna pia mchana. During this journey, you may lose the stars. You lose the star. There is night and there is day. Lakini mfalme But the king, anabaki kuwa mfalme wakati tuko kwenye mlima, he continues to be the king when we are on the mountains. wakati tunashuka kwenye bonde anabakia kuwa mfalme, When we are going down the valley, he continues to be wakati tunapokuwa mchana ni mfalme, And when it is dark, he is the king. na anapokuwa usiku ni mfalme. And when it is night and in the morning, he is the king. Nikasema tukaimba wimbo hapa, We sang a song. nimemuona asiyebadilika. I have seen that he does not change. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. He is the same today, tomorrow, and forever. Ikoa majusi walifanya kuwa kama hizo, As the wise men did what they did, na wewe na mimi and me and you, tunaitwa we are called tumezifanya kuwa kama hizo. to do the same thing. Kuona To see, action, to take action, kuabudu